inna min akbaril kabair, katika madhambi makubwa makubwa, an yal'ana ar-rajulu walidayhi, ni mtu kuwalani wazazi wake wawili. Qila ya Rasulallah, sawa, mtume akaulizwa, ewe mtume wa Allah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi, na vipi mtu atawalani wazazi wake wawili? Sikiliza majibu ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fayasubbu abahu, bimaana ni mtu kumtukana baba wa mwenzie, naye pia huyu mwenzie akamtusi nani? Baba yake. Wayasubbu ummahu, na akamtukana mama yake, fayasubbu ummahu, na yeye pia aliyetukaniwa mama yake naye pia akamtukana mamaye. Tunaelewana vizuri? Akamtukana mama yake, mama ya mwingine, bimaana mimi nimtukane mama yako, nawe pia umtukane nani? Mama yangu, kwa kitendo cha mimi kufanyeje? Kumtukana mama yako. Bimaana mtu kuwalani wazazi wake wawili ni wewe kusababisha, kuwa sababu ya wazazi wako kutukana, kuwa sababu ya wazazi wako kutukana. Hii ni katika akbaril kabair, ni katika madhambi makubwa makubwa. Sawa, wewe unapomtukana mzazi wa mwenzio na yeye akamtukana mzazi wako kwa kitendo cha wewe kumtukana mzazi wake, basi wewe unakuwa umeumlani mzazi wako, na hii ni katika akbarul kabair, ni katika madhambi makubwa makubwa. Tunaelewana vizuri? Unaona, katika watu kuna watu ambao hawezi akatofautiana na mwenzie isipokuwa ulimi wake atautumia kwa kumtukana mtu, atatoa maneno machafu na mtukane mtu. Hawa ni watu na hizo ni miongoni mwa dalili za watu wa tabia mbaya. Mtu ambaye ukimuona hivyo, sawa, huyo mtu hafai. Mlinganie, mkumbushe, umwambie kwa hiyo ni katika tabia mbaya, na hilo linaweza likakupelekea mpaka ukaingia katika akbaril kabair, katika madhambi makubwa makubwa makubwa. Leo kuna watu ambao wanakuwa kumtukana mwenzie kwa mamae au kumtukana mwenzie kwa babae anaona kuwa ni jambo la kawaida. Kumbe hili ni jambo ambalo ni katika akbaril kabair, ni katika madhambi makubwa makubwa, kwa sababu mtu utakapomtukana mzazi wake, basi nawe pia mzazi wako atatukanwa. Kwa hiyo wewe umesababisha mzazi wako kufanya kutukanwa. Wewe mtoto, wewe una matatizo, na utambue kuwa hili ulilolifanya ni mojawapo katika madhambi makubwa makubwa. Tayeb, waheshimu wazazi wako kwa kuwaheshimu wazazi wa wenzio. Tunaelewana? Usipowaheshimu wazazi wa wenzio, bimaana nawe pia hauwaheshimu wazazi wako. Ukiwa mtovu wa adabu kwa wazazi wa wenzio, bila shaka huo pia ni utovu wa adabu kwa wazazi wako. Kwa hiyo inabidi uwe na nidhamu. Sawa? Na pia vile vile katika kuzungumzia hii hadithi, ndugu zangu, sawa, itambulike ya kuwa si kwamba tunaruhusu mtu akitukanwa naye pia arejeshe matusi. Hapana. Tunaelewana vizuri? Sio ruhusa ukitukanwa nawe pia urejeshe matusi. Na ndio maana kila siku wanawaambia, ikiwa kama tutalipa ubaya kwa ubaya, lini atajulikana mbaya? Sawa? Ikiwa kama mtalipa ubaya kwa ubaya, mbaya atajulikana aje? Nyinyi wote mtaonekana nyinyi wote ni wabaya. Kwa hiyo kama ni mkosefu wa adabu amekutukana, wewe mtukana mzazi wako na wewe ukamrejeshea, bi maana nyinyi wote mtaonekana kuwa nyinyi wote ni wakosefu wa adabu. Na wewe kumrejeshea huyu, unaweza kumfanya pia ukamsababishia tena amtukane tena mzazi wako kwa mara nyingine. Sawa? Kama alikuwa amemtukana baba yako na wewe ukamrejeshea baba yake, alafu anasema kumbe ya baba haijakutosha, anakuongeza ya mama. Sawa? Na wewe unachukua umrejesha ya mama. Anaona huyu za baba yake na mama yake asijamtosha, anakupa na shangazi yako na mjomba wako. Na wewe pia unamrudishia shangazi na mjomba. Sasa wewe unaona hapa, yani nyinyi wote mtakuwa wapumbavu, nyinyi wote mtajikuta mmeingia katika hii dhambi
ya kusababisha mzazi wako kufanyeje? Kutukana. Kwa hiyo mtu akikutukana, akimkutukana mzazi wako, wewe usimrejeshe, achana naye.